misingi ya haki inasemaje? Msingi mkubwa wa haki ni kwamba yeyote anayetuhumiwa hawezi kujichagulia yeye mwenyewe jaji wake. Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media, together everywhere. Ni sauti ya Daktari Willibrod Slaa, mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia. Leo nimemkaribisha tukimulika tume ya kuchunguza makosa ya kijinai yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Tume hiyo ambayo imeundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikumbukwe ina takribani makamishna 6, na tume hiyo itafanya kazi kwa kipindi cha takribani miezi 5 ikiongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Shabani Ali Lila. Katika tume hiyo majaji wawili wanatoka nje ya taifa la Tanzania. Mmoja anatoka nchini Uganda na wa pili anatoka nchini Namibia. Karibu sana siku ya hii leo daktari. Kuna sura kadhaa ya kuiona kwenye tume hii. Kwanza, kama unavyofahamu, kuna kesi mahakamani inayohusiana na kupingwa kwa tume ya Jaji Lila. Kama unakumbuka, kesi hili kama sikosei ilifunguliwa Kigoma, na nadhani Buberwa Kaiza na wenzake. Sikumbuki wengine ni kina nani, lakini nakumbuka Buberwa ni mojawapo, na ikatupiliwa mbali, lakini walalamikaji wakaenda mahakama ya rufani. Sasa ninavyofahamu mimi, swala likiwa bado mahakamani linasimama mpaka mchakato wa mahakama umalizike. Hilo la kwanza ambalo ningependa Watanzania walifahamu. Ukiniuliza kwa nini hilo limekiukwa, narejea kwenye pamoja na kelele zote tulizopiga kelele kwamba sisi ni nchi huru, hatuagizwi na yeyote, lakini hapa ndio dalili moja ya wazi kwamba huwa tunazungumza mambo tusiyoyaelewa, na tukiwekwa kwenye korna tunafanya kinyume na kile ambacho huwa tunakitangaza hadharani. Kumbuka kwamba nchi yetu ilipewa siku 30 na jumuiya ya Commonwealth, ikapewa siku 60 na ikapewa siku 90. Kumbe sasa tumeelewa maana ya yale maelekezo tuliyopewa na jumuiya ya kimataifa, lakini nchi yetu imekuwa ikitangaza kwamba sisi tuna uhuru kamili, lakini sasa tunaona huo uhuru kumbe hata wao inapofika mahali basi hata ule uhuru wanaweka pembeni. Sasa wamekiri kwa sababu ya nje. Sasa kwa nini walikuwa wasikilizi wa Tanzania wenzao? Kwa nini wanawatii watu wa Ulaya wakati hawawasikilizi wa Tanzania, wananchi wenzao ambao ndio wanaoiweka serikali madarakani? Hilo la kwanza ambalo nilitaka kuiweka, kwamba cha kwanza tunachoona hapa, wanajaribu kukimbizana na time frames zile zilizowekwa na hao wenzetu wa jumuiya ya kimataifa, pamoja na kwamba kesi yenyewe bado iko mahakamani. La pili kilichonishangaza, kumbukeni kwamba Rais Museveni mwenyewe alikuwa hapa pia juzi, nadhani siku 3-4 zilizopita. Kwa hiyo mkakati wa kuwaomba hao majaji kutoka kwa nchi marafiki haukufuata mchakato wa kawaida wa kupata nani awe jaji. Hao majaji wameundwa, hiki ndicho kinachoonekana. Hakuna mchakato. Jaji Chande mwenyewe ametumikia kwenye tume za kimataifa. Ni mchakato gani ulifuatwa? Hebu ulizeni. Hawa waliokuja leo wamekompiti na nani? Kwa procedure ipi? Kwa utaratibu upi? Sisi wa Tanzania tutakuwa na amani kiasi gani
kwamba hawa majaji wamekuja kwa sababu ya uhuru wa kimahakama. Kwa hiyo chochote kitakachofanyika tutaangalia kwa macho ya kengeza, maana ya kwamba kila kitu kitakachofanyiwa kitatafsiriwa kwa hiyo background niliyoeleza. Hatutaangalia tu kwamba tume imeundwa. Tume imeundwa katika mazingira gani? Nani ameiunda? Aliyeunda mwenyewe yuko salama au na yeye mwenyewe ni mtuhumiwa? Kwa nini basi hakutangaza majaji wajitokeze? Zamani tuliomba majaji kutoka nchi nyingine. Taratibu zipi zilifuatwa? Inawezekana nyewe vijana hamjui kwamba kuna kipindi Tanzania iliwaomba majaji kutoka nje. Kwa hiyo nasema haya ili vijana mfungue macho, fanye utafiti, mjue majaji katika tume za aina hii duniani wanapatikanaje. Je, haki itatendeka kwa misingi hiyo? Misimamo yangu mimi binafsi inajulikana. Yule anayetuhumiwa hatakiwi kwa namna yoyote yeye kuhusika katika kuunda tume, kutoa maelekezo kwa tume. Yeye mwenyewe hatakiwi kujihusisha, anapaswa kuwa mbali ili kuwe na kile kinachoitwa impartiality of the judiciary. Hiyo ndio lugha inayotumika hata katika sheria yetu, kwamba mahakama inapaswa kuwa totally impartial. Sasa impartiality haipaswi tu kuonekana, inapaswa kutendeka. Yaani sio tu kwamba watu wafikirie kwamba hiki chombo ni impartial. Inapaswa kweli kuwa impartial kwa macho ya mtu yeyote anayeangalia. Lakini kwa haya ambayo nimeeleza, hicho kigezo cha impartiality dhahiri kabisa. Impartiality ni upendeleo au yule mtu aliyepatikana kwa njia ya kuchaguliwa na mtu anayelalamikiwa. Hiyo unaweza kuitafsiri kama impartiality. Sina tafsiri sahihi ya neno impartiality. Nataka tuangalie hapa majaji ambao wanaingia katika tume ya sasa ya rais. Wengi wanasema kwamba wanaongeza wigo wa kuwa na watu watakao kuwa huru na mawazo huru, na watashiriki katika mchakato ambao utaweza kuzaa imani na kuleta majawabu ambayo yanatakikana katika kuunganisha taifa la Tanzania. Wasiwasi ulionao hasa, unafikiri unaweza ukafifisha hasa hitaji la sasa ambalo ni la kuweza kuhakikisha Watanzania wanakuja pamoja? Kama nilivyoeleza, macho na masikio ya Watanzania yalitegemea Tanzania itaomba Umoja wa Mataifa au Tanzania itaomba Commonwealth au Tanzania itatangaza kwenye magazeti. Basi haizuru kama sio kuombwa. Au serikali ya CCM itakaa pembeni, itafute utaratibu huru wa kupata majaji ambao hawatokani na ombi la Samia ambaye ni mtuhumiwa. Sasa unafikiri tume hii, majaji hao ambao yeye amewateua wengine wa ndani, wa nje amewaomba kwa marais marafiki zake, unafikiri watakuwa na uhuru wa kuchunguza wenyewe? Hicho ndicho kinachokatazwa. Hicho ndio kinachokataliwa. Hicho ndicho ambacho na mimi kama mtu anayetazama kwa jicho la sheria na kikataa, kwa sababu sioni dalili yoyote ya uchunguzi ulio huru. Kumbukeni hata tume ya Jaji Chande ilishaeleza kwamba polisi kulikuwa na mafunzo labda ya kijeshi hivi yanafanyika mita 10 kutoka kwenye kituo cha polisi. Hatujaambiwa hicho chama kilichokuwa kinafanya mafunzo mita 10 kutoka kituo cha polisi na polisi wakawaachia muda wote. Hatujaambiwa hicho ni chama gani. Sasa katika mazingira hayo unategemea kwamba haki itaenda kupatikana? Kumbuka kwamba Tanzania mpaka leo hata kwa tume ya Jaji Chande haijaeleza miili ya hao watu 518 iko wapi. Serikali haijataja. Sasa kama serikali yenyewe haijataja, hata uchunguzi huo unaenda kufanyika sijui hata kwanza kwa namna gani, kwa sababu
uchunguzi huo unaweza kuhitaji kwenda kutafuta miili ili kuangalia ili kufanya postmortem, kuangalia kama hao watu wote ambao watu tunawalilia kama walipigwa risasi au walikufaje. Uchunguzi ambao hautaenda kuangalia hizo maiti ziko wapi, hao vijana wako wapi, kwa sababu ni kupitia postmortem ndio unajua risasi ilipigwa kutoka wapi. So wataalamu wana uwezo wa kujua huyu mtu alikuwa anakimbia, unampiga risasi unamua, wakati taratibu za dunia nzima mtu anayekimbia amekuonyesha mgongo hastahili kupigwa risasi, lakini kati walipigwa. Sasa sisi hata vijana hao hawapo, maiti hizo hazipo, hata tume ya Jaji Chandi haisemi wako wapi. Wanaenda kufanya uchunguzi gani kama mambo yetu yenyewe hata makaburi hatujui yako wapi? Kwa hiyo tunapokuwa na utata wa tume ni kwa sababu kwanza jinsi walivyopatikana hao majaji, lakini ya pili hao majaji wakija wanafanya nini? Kwa hiyo mtuhumiwa mmoja wapo badala ya kukaa pembeni uchunguzi huru ufanyike, yeye ndiye anatoa maelekezo. Na majaji hawataki kupoteza hela zao, mshahara yao watakayolipa. Haki itakuwepo kwenye maelekezo ya namna hiyo. Ndio hoja ya msingi hapa. Hoja haiko kwamba hawa wamekuja wana sura ya nje, wana sura ya hapana. Swala hapa misingi ya haki imelindwa. Misingi ya haki inasemaje? Msingi mkubwa wa haki ni kwamba yeyote anayetuhumiwa hawezi kujichagulia yeye mwenyewe jaji wake. Huo ndio msingi mkubwa wa haki. Nini ambacho unafikiri kwamba kilitakiwa kuweza kututoa hapa tulipo na tuweze kuwa na taifa moja? Kwanza tuliingia kwenye uchaguzi, utakumbuka Watanzania wakilalamika. Kumbuka kwamba hatukuingia kwenye uchaguzi tukiwa na raha ya kuingia kwenye uchaguzi. La pili, tulishalalamika, wananchi walikuwa wanalalamika kwamba uchaguzi huwa unaibiwa miaka yote. Wala sio mwaka moja. Miaka yote Watanzania wamelalamika uchaguzi unaibiwa. Kumbuka hata kabla ya matukio haya, Polepole ambaye alikuwa katibu mwenezi wa CCM, Polepole alikuwa ofisa wa CCM, alishaeleza kwamba mifumo ya uchaguzi ya tume ya uchaguzi imeunganishwa na mifumo ya CCM na mifumo ya NIDA. Huyo ni mtu mzito ndani ya CCM. Kauli hiyo unaipuuzaje? Na sisi tumeshalalamika siku zote kwamba hata marehemu, na hata mwaka huu ilitokea hivyo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, tulisema hata marehemu wameonekana kwenye listi ya wapiga kura. Kwa hiyo swala sio diplomasia, swala sio nini, swala ni kwamba chaguzi zetu kwa miaka mingi zimekuwa compromise. CCM kwa muda mrefu inaingia mamlakani sio kwa vidole vya wananchi bali kwa wizi wa kura. Mwenyezi Mungu hategemei mimi nifiche maovu. Mwenyezi Mungu ananitaka niweze kufunua maovu, niaweke hadharani ili dhambi iondoke katika nchi yetu, ili haki za binadamu zilindwe. Ndio anachotaka Mwenyezi Mungu. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.